Na tume ya kukabili ufisadi nchini EACC imewakamata washukiwa watatu kuhusiana na madai ya wizi wa shilingi milioni 4.8 zilizotengwa kwa ununuzi wa mitambo ya umeme ya transformer katika eneo bunge la Igembe Kaskazini. Fedha hizo zilitengwa chini ya hazina ya kitaifa ya ustawi wa maeneo bunge katika mwaka wa matumizi ya kifedha mwaka 2014 na 2015 kwa ajili ya ununuzi wa mitambo 6 ya transformer. Uchunguzi hata hivyo ulionyesha kuwa mitambo hiyo haikuwahi kununuliwa. Maafisa wa tume ya kukabiliana na ufisadi nchini leo wamewakamata Pauline Waruguru Mwangi, James Muroki Yusobio na James Ntonjiro Ntunga kuhusiana na kashfa ya kutoweka kwa shilingi milioni 4.8. Kwenye taarifa, tume hiyo ilithibitisha kuwa fedha hizo zilikuwa zimetengewa kwa ajili ya ununuzi wa transformer 6 za umeme katika sehemu za Boathine, Ethiopia, Ntebushui, Lushiuti MCK, Marere Center na Murune kwa bei ya shilingi 800 kwa kila transformer. Uchunguzi ulithibitisha kwamba fedha hizo ziliwekwa kwenye akaunti 6 za miradi hiyo kabla ya kuondolewa siku hiyo hiyo na wahusika kwa idhini ya meneja wa hazina hiyo. Tume hiyo iliongeza kwamba ingawaje kamati hiyo ilidai kujadiliana na kampuni ya umeme ya Kenya Power na halmashauri ya usambazaji umeme mashambani, taasisi hizo mbili zilikanusha kupokea fedha zozote kuhusiana na mradi huo na hakuna transformer zozote zilizonunuliwa. Baada ya kukamilisha uchunguzi wake, tume ya EACC iliwasilisha faili hiyo kwa afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma aliyoidhinisha mashtaka dhidi ya washukiwa hao, yakiwemo yale ya matumizi duni ya mamlaka na wizi wa fedha za umma. Mshukiwa wa 4 Joshua Maro bado hajajisalimisha kwa maafisa wa upelelezi na wameagizwa kufika katika afisi ya tume ya EACC huko Isiolo au afisi nyingine yoyote ya tume hiyo. Yusuf Far, Darubini.